Ninasoma neno la Mungu kutoka katika Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 26 kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari, wakampisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Naye alipoiona imani yao, alimwambia, rafiki. Wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyo asemaye maneno ya kukufuru? Nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Na Yesu alijua hoja zao na nini mioyoni mwenu. Lilo jepesi ni lipi, kusema umesamehewa dhambi uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Alimwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, jitwike kitanda chako, ukaende zako nyumbani kwako. Mara hiyo akasimama mbele yao, akajitwika. Ushangao ukawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakajaa hofu, wakisema, leo tumeona mambo ya ajabu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Andika msamaha. Andika tu kichwa cha somo, msamaha. Bwana asifiwe. Nilikuwa natafuta katika kamusi ya kitu gani, sio Oxford, maana ya msamaha, kwa sababu hata nikikuuliza hapa msamaha maana yake nini, we utahisi tu ndani ya moyo wako, wala hutapata ujasiri wa kupanga maneno ya kuniambia maana ya msamaha. Ila ndani yako unajua kabisa, mtu akisema msamaha unahisi kitu fulani, ila utakisemaje, utakielezaje? Ndio maana hata watu waliotengeneza kamusi wametusaidia kutafsiri kile unachoweza hata kukisikia moyoni mwako, ili mtu akikuuliza useme, kamusi imesema hivi. Bwana asifiwe. Maana ya msamaha nikasoma watu wametafsiri. Sasa mtu mmoja akasema msamaha maana yake ni ile hali ya kusikia kuachilia. Ni ile hali ya kusikia kuachilia jambo ambalo lilikuwa limekuudhi, au mtu ambaye alikuwa amekuudhi na ulitaka kumhukumu kwa namna yoyote ile, kama kisasi, kwamba umlipize kisasi. Kwa nini? Kwa sababu amekuhukumu uliotaka kumhukumu usiifanye. Ndio maana kwa ufupi ya msamaha. Bwana asifiwe. Ndio maana halisi ya kitu kinachoitwa msamaha. Sasa hapa tumesoma neno la Mungu kutoka katika Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 26. Bwana Yesu alikwenda mahali fulani. Alipokwenda akawa fanya mkutano ndani ya nyumba. Bwana asifiwe. Watu wakamleta mtu aliyepooza ili waingie ndani. Walipotaka kuingia ndani, mlango hakuna pa kupita, watu wamejaa kila kona. Tupite wapi? Maana huyu mtu lazima akutane na Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Lakini nia ya kwamba yule mtu wamemleta kwa Bwana Yesu ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa amepooza, hajiwezi. Jamani, kitu kinachoitwa kupooza acheni kabisa. Hivyo vitu vinavyoitwa magonjwa haya yasiyoambukiza. Maana hii ni magonjwa yasiyoambukiza. Kiharusi, kapata kiharusi, mtu kapigwa piwe na kiharusi, akawa tena mikono haiwezi kunyanyuka, miguu haiwezi kunyanyuka. Tunamuombea mama yetu mmoja hapa, alikuwa mtumishi mzuri sana wa Mungu hapa, anakaa chanika kila wakati tunamlilia Mungu. Mungu, vipi mama huyu? Mbona anapata shida? Yaani hajiwezi, viungo tena haviwezi, hawezi kunyanyua mkono, hawezi kunyanyua mguu, ila kusema anaweza kusema. Na pale neema ya Mungu tu pia anasema, naona njaa jamani, nasikia njaa, nipeni chakula nile, anakula. Ikisema kwa kuwa amepooza, yataka moyo kwa wale wanaomhudumia. Bwana asifiwe.
Yataka moyo kwa wale wanaomhudumia mtu mwenye kupooza, maana hajiwezi. Sasa mtu asiyejiweza maana yake ni si kila kitu hapo hapa, si bora katoto kadogo. Sasa mtu mzima hapa na pana ukipimo cha imani. Bwana asifiwe. Wale watu inaonekana kabisa kule walikotoka wamefanyaje? Wamechoka. Amemhudumia yule mtu mpaka ikafika mahali tena, jamani, lakini tusikia Bwana Yesu huko anaponya. Kuna mtu huko anaitwa Yesu anaponya watu, akimwambia mtu nyanyuka, ananyanyuka. Hakuna shida. Wamefika wanakuta hakupitiki. Milango imejaa. Bwana Yesu kakazungukwa. Wale watu nia yao kubwa ni kuwa yule mtu apone. Hakutana na Bwana Yesu, wakapita juu. Wakabomoa. Walipobomoa wakashusha kitani. Kushusha Bwana Yesu kaona mtu huyo hapa, kawekwa kitani. Nene kitani. Hawezi. Apoza. Bwana Yesu alichokiona, aliona imani ya wale watu ya kuamini juu ya uweza wa Mungu kuponya, juu ya uweza uliomo ndani ya Bwana Yesu kuponya. Maana tunaambia uweza ulikuwepo ndani yake ili apate kuponya. Bwana asifiwe. Basi wakaenda sasa, tizama kinachofanyika hata leo. Ninakurudisha katika hii meza. Ninasemaje? Leo tunashiriki kitu gani? Meza ya Bwana. Tushirikiane sisi na Bwana Yesu. Na toka asubuhi Mungu anasema na sisi juu ya Roho Mtakatifu, kwamba tunachoshiriki unaona kana kwamba ni kitu cha kushikika hivi, lakini kwa ajili ya imani unachoshiriki sio kitu cha kushikika. Chenyewe ni kitu cha rohoni, kiko katika ulimwengu wa roho. Lakini wewe unashiriki kwa mwili kwa sababu unashiriki mambo ya rohoni ukiwa katika mwili. Huwezi kushiriki mambo ya rohoni ukiwa nje ya mwili. Kwa sababu gani? Roho yumo ndani yako. Roho Mtakatifu yumo ndani yako. Sasa mambo ya rohoni utayashiriki katika mwili kwa matendo ya mwili, lakini yaambatane na imani kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu kaona nini kwa wale watu? Kaona alichokiona Bwana Yesu kwa wale watu waliotoka dari. Kaona nini? Imani yao. Kaona imani yao ya kwamba Bwana Yesu anaweza kumponya. Sasa sikiliza alichosema Yesu. Yesu alisema nini kwa yule mtu? Yesu alisema nini kwa yule mtu? Alimwambia nyanyuka uende? Hakusema. Alisemaje? Kichwa cha somo kinasemaje? Yesu alimwambia nini yule mtu aliyepoza? Ngoja. Kasemaje? Maana mimi bwana nimesahau. Ngoja nisikumbuke. Unaona Bwana Yesu kasema hivi. Bwana Yesu. Bwana Yesu akasema, unaona, naye alipoiona imani yao alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Bwana asifiwe. Anasema rafiki, umesamehewa dhambi zako. Aliposema umesamehewa dhambi zako, yule mtu alinyanyuka? Hakunyanyuka. Aliendelea kuwa amepooza, lakini ndani yake kuliingia nini? Msamaha. Sawa. Ndani ya yule mtu kuliingia msamaha. Alipokea msamaha wa dhambi zake. Sasa waandishi na Mafarisayo wenye kujaa neno la Mungu ngoja niache kusema hivyo. Waandishi na Mafarisayo wenye elimu ya maneno ya Mungu wanaanza kunung'unika, wanasema huyu mtu ananena maneno gani? Ya kukufuru. Nani huyu anazungumza kufuru? Anasema kwamba wewe umesamehewa. Nani anaweza kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Huyu yeye nani mpaka anasema huyu mtu umesamehewa? Nyie mmemleta huyu mtu hapa ili afanye nini? Ili afanyeje? Si ili apone? Atembee? Asipooze? Si apone? Asitembee ili anyanyuke? Msimchukue tena kwenye kitanda. Mimi ninasema umesamehewa dhambi zako. Nyie mnakataa kwamba uwezo wa kusamehe dhambi sina, ila uwezo wa kuponya ninao. Mnaamini kwamba uwezo wa kuponya ninao, lakini uwezo wa kusamehe dhambi ni sina. Naona jinsi ilivyo.
Unaona jinsi ilivyo. Angalieni huduma za kiroho zinazotolewa na kujaza watu kwa maelfu. Wanaokwenda kule wanakwenda kufuata nini? Kwenda kupokea miujiza ya kupona, kwenda kupokea miujiza ya kuponya magonjwa yao, na wanashuhudia. Na kwa kweli wanaposhuhudia wakiwa wanapona magonjwa yao, wanamtukuza Mungu. Hii haina shida. Je, muujiza unaohitaji wewe ni muujiza gani? Muujiza ambao unatakiwa ushikilie ni muujiza gani? Ni muujiza wa kusamehewa dhambi zako. Bwana asifiwe. Huo ndio muujiza unaotakiwa kuushikilia, muujiza wa kusamehewa dhambi zako, kwa sababu baada ya kusamehewa dhambi, haya mambo mengine ya uponyaji ni matokeo. Kwa nini? Kinachopona ni mwili, kinachosamehewa dhambi ni roho, ambayo yenyewe ni ya milele na ndio mali ya Mungu. Sasa matendo ya watu wenye kusamehewa dhambi hayaonekani kanisani, isipokuwa yako matendo ya watu wanaotamani miujiza. Hiyo ndio mapungufu makubwa yaliyoko katika kanisa la Mungu leo. Ili Bwana Yesu atapotushirikisha meza yake, tusiwe tunashirikiana na mtu ambaye hatumjui, kwamba tunashirikiana meza tukila mwili na damu ya mtu aliyetusamehe. Na kwa kuwa ametusamehe, anataka tushirikiane naye kwa kujua mambo yaliyo ya kiroho. Sasa Bwana Yesu anasemaje? Hivi nyie munasema kwamba mimi sina uwezo wa kusamehe dhambi. Kumbe nyie akili yenu mnataka kuona mambo makubwa. Kuna mahali fulani anasema Wayahudi wanataka hekima, Wayunani wanataka ishara, lakini nawaambia hamtaona ishara isipokuwa ile ishara ya Yona, kama alivyokuwa ndani ya tumbo la samaki siku 3 usiku na mchana, ndivyo mtakavyoona Mwana wa Adamu akiwa katika tumbo la nchi siku 3. Hiyo ndio ishara mtakayoiona. Mimi nawaambia, maana kizazi ambacho mnataka kuona ishara. Sasa leo mnataka kuona ishara ya viwete wakitembea, viziwi wakisikia, mabubu wakipona, lakini iko ishara kubwa ambayo Mungu ametuletea ya Mwana wa Adamu aliyekaa katika tumbo la nchi kwa muda wa siku 3, na huyo ndio anatushirikisha mwili na damu yake, ili kwa njia ya msamaha tupate kushiriki mambo ya rohoni yaliyo ya milele. Bwana asifiwe. Maana Yesu anasema kwamba lililo jepesi ni lipi? Hivi lililo jepesi ni lipi? Aliposema umesamehewa dhambi, wale watu wakaanza kufanyaje? Wamesema maneno mengine ambayo wala hayakumtukuza Mungu. Wasema huyu mtu kakufuru. Lakini alipomwambia yule mtu mama wewe, wakafanyaje wale? Tumeona muujiza kubwa. Baada ya kupona kiwete wakaenda tena kulewa, waenda kufanya mambo yako ya ovyo ovyo. Wewe una faida gani na uponyaji? Faida yako nini? Hivi tunakataa watu wasipone, lakini uponyaji mkuu ni upi? Uponyaji mkuu ni wewe kupatanishwa na Yesu kwa kupokea msamaha wa dhambi. Sasa Mungu amesema na sisi toka asubuhi juu ya neno la Mungu kuwekwa hai ndani yako na Roho Mtakatifu, ambaye una uhuru, una hiari yako kumpokea, na kumpokea Roho Mtakatifu kumo ndani ya maamuzi yako. Bwana asifiwe. Njaa yako na kiu yako iwe ni kumpokea Roho Mtakatifu. Jamani, Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, Bwana Yesu alipowaambia kaeni hapa mtapokea nguvu. Wale watu hakuna mtu aliyewaombea, walikuwa waaminifu kukaa pale, na upepo ulipovuma ukawafikia, Roho Mtakatifu akawajaa. Bwana asifiwe. Wakajazwa na Roho Mtakatifu. Na kwa kweli baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, kilichotokea ni kwa kweli walikuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu, Samaria, Uyahudi mpaka mwisho wa nchi. Kwa nini? Kwa sababu walisikia sauti ya Mungu, wakafanya yaliyosemwa na Mungu kwa Roho Mtakatifu, na Mungu akatukuzwa. Mpaka leo tunaendelea kuendelea na kile ambacho kilitokea Yerusalemu, na Roho Mtakatifu hajabadilika. Sasa ni kitu gani kinachofanya jamani tunapokaa tunasikitika mpaka tunataka kukosana sisi kwa sisi? Hili kanisa linalokusanyika hapa Mchikichini, kanisa la aina gani?
Ni kanisa la aina gani? Mbona kile unachowaambia tufanye hiki kwa habari ya kufanya jambo kwa pamoja katika kuomba. Sio nimetangaza hapa, kesho tuna maombi ya mapatano. Ukitaka kujua neno la Mungu katika Rumi 8:14 anasemaje? Wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio nani? Hawa ndio wana wa Mungu hao. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Hawa ndio wana wa Mungu. Katika waraka wa Efeso, nafikiri sura ya 1 mstari fulani, Paulo anawaambia Waefeso kwamba msilewe bali mjazwe Roho. Sasa msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho. Bwana asifiwe. Unajua, mtu aliyekunywa pombe halafu akalewa, wewe usimwambie wewe mlevi, wewe umelewa wewe. Atasemaje? Rafiki wewe umenijua, maana nimelewa kweli kweli, nimekunywa toka asubuhi hivi hasa niko hoi. Umenijua eh? Atakujibu hivyo mlevi? Mlevi atakujibu hivyo? Atakujibu vipi? Kwa hiyo atakutukana. Pombe kanipa nani? Kanipa nani yako? Wewe pombe umenipa wewe, umenunulia wewe. Nini? Wewe huko anayumba. Lakini ukiangalia hali halisi kalewa. Sikalewa. Kitu gani kimekufanya umwambie kalewa? Anafanya vitendo vya mlevi. Na hata baada ya kumwambia umelewa, anakujibu majibu ya mlevi. Wewe uliyejazwa Roho Mtakatifu, mbona ufanyi vitu? Neno la Mungu linasema msilewe kwa mvinyo, maana wanaolewa kwa mvinyo wanafanya vitendo vya kilevi. Wanafanya vitu, wanatembea, wanakwenda huku eti anatema mate huku, anafukia huku, anakwenda badala ya kwenda njia, anakwenda badala ya kusema anatukana. Kwa nini? Kwa sababu mlevi, maneno yake ya ulevi, matendo yake. Wewe uliyejazwa Roho Mtakatifu, tunasema tuje katika kuomba. Mungu anasema umuhimu wa kuomba. Bwana asifiwe. Anza kazi yake, alianza na nini? Na maombi. Siku 40 amekuuta hali hai, ndio maana akaingia kwenye kumshinda adui alipomalizia kazi yake Bwana Yesu. Sura ya 17 Yohana anasemaje? Siwaombei hao, ila wale watakao niamini kwa neno lao, hao wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja mbinguni. Umoja wako wewe katika kanisa, wewe kama kiungo kitamwili wa Kristo ni nini? Mchungaji anasimama anasema tuombe kwa pamoja, unasabaratika, unakwenda na akili yako, unakwenda na shughuli zako, unarudi saa unayotaka, unakuja kanisani saa unayotaka. Sasa pale mimi sikusikitiki wewe, ninakuombea Roho Mtakatifu, kwa sababu lau ungekuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu ungefanya mambo ya kiroho. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana wa Mungu. Wana wa Mungu wanaongozwa na Roho Mtakatifu, na ndio sababu tunaanza na ushirika ili tusamehewe dhambi. Tusamehewe dhambi ya kuto kutembea na Roho Mtakatifu. Na waliosamehewa hukaa meza moja. Bwana Yesu amekaa meza moja, kwani alipomaliza kazi yake pale, si aliwaambia watu, alimwambia Mungu wasamehe hawa watu, wasamehe. Bwana asifiwe. Watu hawa wasamehe, maana hata wanaolifanya hawalijui. Hivi wewe unaamini kweli unapofanya vitu kinyume na mapatano ya kanisa, ni kweli unafanya kitu usichokijua? Tunapatana tuje kuomba, wewe huji, ni kweli unafanya kitu usichokijua? Unafanya unachokijua. Kwa nini sasa? Uongozwi na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu hujampa nafasi. Roho Mtakatifu ukimpa nafasi atakuongoza. Na ndio utapata haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Maneno yanasema wanaongoza na Roho Mtakatifu, hao ndio wana wa Mungu. Na Mungu anasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki ya kuwa mwana wa Mungu. Naipataje? Kuongoza na Roho Mtakatifu utaki. Sasa utapokea msamaha. Na hivyo unavyoendelea kusikitisha maneno ya Mungu, endelea kumwomba Mungu msamaha. Mwambie Mungu nisamehe, Bwana Yesu nisamehe, Roho Mtakatifu nisamehe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu anasema kwamba hivi yamjui kwamba mwana wa Adamu anao uwezo, anayo amri ya kusamehe dhambi. Nina amri ya kusamehe dhambi na kuponya. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu anahitaji
atusamehe na kutuponya, atuponye miili yetu, aponye nafsi zetu, aponye roho zetu, ili umoja wetu aliyouomba mbele za Mungu uthibitike. Maana umoja aliyoomba Bwana Yesu anataka uone ukiwa hai, na umoja huo ni umoja wa imani. Bwana Yesu anasema atakapokuja mwana wa Adamu ataiona imani. Imani anataka ione kwenye umoja wa watu waliosamehewa. Sasa kama umoja wetu hauna picha ya watu waliosamehewa, unajua kwa nini? Mimi nikitazama sana, silaumu sana. Unapofanya kinyume, naona ndani yako kuna shida ya kutokusamehe. Na ukiwa na shida ya kutokusamehe, una hatari ya kutokujisamehe hata wewe mwenyewe. Kuna mtu anashindwa kusamehe, halafu hawezi tena kujisamehe yeye mwenyewe, anaelekea kwenye hatari ya kufanyaje? Ya kujidhuru mwenyewe. Ukiwa huwezi kusamehe mwingine, ukawa huwezi kujisamehe na wewe, basi hatari inayofuata ni kwamba utajidhuru wewe mwenyewe. Kwani kujidhuru wewe mwenyewe unafikiri pana kazi? Hakuna kazi yoyote. Mtumishi wa Mungu mmoja anasema hivi, ukitaka kumuua samaki, ukitaka samaki umuue, ufanyeje? Unataka ufanyeje ili samaki afe? Ufanyeje? Umtoe ndani ya maji, umweke. Tena wala usimpige pige. Wewe ukifanikiwa kumtoa samaki kwenye maji, wala usitafute kumpiga piga. Wewe mtoe tu kwenye maji, tena mweke sehemu salama, sehemu safi kabisa, tena mweke hata katika beseni nzuri, umweke pale. Atulie. Dakika zake hizi atakuwa samaki tena pale. Nini maana yake? Kwa nini ulikuwa na nia mbaya? Si umemtoa tu pale kwenye maji kwa usalama kabisa. Umemtoa tena vizuri, ukamweka pale kwenye beseni. Baada ya dakika chache samaki amekwisha kufa, siku nyingi kafa samaki. Sasa kilichokuua wewe samaki nini? Kilichokuua wewe katoka kwenye maji. Sasa ukitaka kumnyang'anya uhai, ukitaka kumnyang'anya uzima wa roho wa nini? Uzima wa roho, yani uzima wa kiuhai wa kiroho wa mtu aliyeokoka, ukitaka aukose afe, umnyang'anye maombi. Ukimnyang'anya maombi, akawa haombi tena. Haombi asubuhi, haombi mchana, haombi. Basi huyo wewe, wala usiwe na matatizo naye. Anakuwa amekufa huku, amenenepa, na suti kavaa, na viatu kavaa, na gauni zuri kavaa, na mwingine kama ukitaka kujua mtu ambaye hana maombi amefanana na mtu ambaye kanunua kofia yake nzuri ya thamani kubwa akaivaa. Yaani hata watu ukiona kofia nazo zina thamani, usione hivi ziko kofia za shilingi 10, za 20, lakini kofia hata akivaa mtu unaiona kabisa kofia hii jamani nzuri. Kofia nini? Safi kabisa, kainunua toka Ulaya. Lakini alivyoinunua ile kofia kaivaa, hana shati, hana suruali, hana nguo ya ndani, anatembea na ile kofia yake, anatembea akiwa wewe hata kofia hiyo ina thamani kiasi gani wewe? Utaonekana mwenda wazimu mmoja wapo tu wewe. Enda wazimu mmoja wapo. Wewe unavaa kofia ya shilingi 1,000, alafu huna shati, huna suruali, unatembea barabarani watu watakusifia wewe. Sasa wewe tofauti hakuna. Mkristo aliyeokoka ambaye haendi kwa kuongoza na Roho Mtakatifu, matendo yake yanafanya anaona mwenyewe, yaani anatembea na kofia ya wokovu, lakini ukweli wa mambo hana shati, hana suruali, hana chochote. Sasa unapotembea hivi, watu wanakuona kucheka, wanakuona wewe, na wanaokucheka sio wale umcheka. Anakufuru. Hata mnaposema akakufuru, nyinyi mnaelewa maana yake. Wanakucheka kwa sababu hujaelewa thamani yako ya utu wako. Thamani ya utu wako ni mavazi yote. Thamani ya utu wako ni kujifunza maneno ya Mungu, kutafakari maneno ya Mungu, kuomba na kuombea na kufanya mambo yote yanamhusu Mungu. Hiyo ndio kazi aliyokupa Mungu, ndio talanta yako, ndio thawabu
zamu yako iliyowekewa ndani yako, ili kwamba Mungu aweze kuona umesimama katika zamu yako, na Mungu ajivunie kwamba nina mtu aliyeokoka na yuko pale msikitini, na mchana wa leo anasikia maneno yangu, na kwa kweli katika kusikia maneno yangu amesikia kutubu, amesikia kurejea kwangu, amesikia kupondeka moyo, na hakika yangu nitamrejeza. Na Mungu na akurejeze kwa neno hili kwa ufupi kabisa, ili tunaposhiriki ushirika huu mtakatifu, basi turudi katika kuanza upya. Na Mungu ni mwaminifu sana. Bwana asifiwe. Acha nimwombe Mungu ili tuweze kuingia katika ushirika mtakatifu. Tuombe. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, tuna mengi ya kusikia kutoka kwako, na wewe umetusikizisha hayo kwa ufupi katika mchana wa leo. Tunaamini kwamba Mungu ni kusudi lako kwamba tupate kupona, ili tuweze kutembea katika kusudi lako, katika kweli yako. Na kwa neno hili Baba, naomba utupatanishe sisi na mwanao Yesu Kristo Bwana wetu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru nikiamini kwamba Mungu uko pamoja nasi, uko pamoja na kanisa lako, hawa watoto wako vijana wa kike na wa kiume, Mungu wa baba na wa mama, tunapoendelea kushiriki fumbo hili la imani. Bwana, naomba turejeze, takasa mioyo yetu. Naomba rehema Mungu kwa watu wako hawa, naomba rehema kwa watumishi wako ambao Mungu tumesikia neno lako toka asubuhi tulipoingia mahali hapa, wakati sasa tunapokwenda kuadhimisha huo ushirika mtakatifu. Ninaomba Bwana Mungu tutakase kwa ile damu yako Bwana wetu Yesu Kristo, ili tuweze kufanywa upya, tupokee uponyaji wa miili, roho na nafsi zetu. Ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo naomba. Amen. Haleluya. Na 2 kuanzia mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale tenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha, akakubali. Akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwapo mkutano. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Wakamwambia, wataka tuandae wapi? Akawaambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanaume akichukua mtungi wa maji. Fuateni mkaingie katika nyumba atakaoingia yeye, na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia kiwapi chumba cha wageni nipate kula pamoja humo pamoja na wanafunzi wangu. Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani, kimekwisha andikwa, andaeni humo. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ametukaribisha katika chumba orofani. Bwana asifiwe. Tena hiyo Pasaka imeandaliwa gorofani, kwenye chumba ambacho Bwana Yesu mwenyewe amekwisha kukiandaa katika roho, na walivyotumwa wakaenda wakakuta vile vile. Moyo wako una vyumba. Bwana asifiwe. Moyo una vyumba vingapi? Una vyumba 4, vimegawanyika vyenyewe, 2 upande huu na 2 upande huu, kwa kazi maalum. Iko vyumba 2 ambavyo vinachota damu chafu kutoka huko mwilini upande wa kushoto, na vyumba vile 2 vinatoa damu safi kwenda upande wa kulia, kwa ajili ya Mungu mwenyewe tu alivyokuwa ametuumba wanadamu. Lakini vyumba kila kimoja kina kazi maalum kwa ajili ya kuendesha uhai wako. Sasa uhai wako unataka katika roho vyumba vyote uviache vifanye kazi moja tu ya kusukuma damu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu anasema mwende mkaandae chumba, mtakiona chumba, nitaingia huko nikakae pamoja na ninyi tule Pasaka. Kwanza vyumba vyote vya moyo wako viweke wazi, ili Bwana Yesu aingie humo, uile Pasaka hii pamoja na Yesu. Na Yesu ameandaa chumba hiki kwenye hekalu yake, ili pamoja na ninyi wanafunzi wake tuweze kuila Pasaka pamoja naye. Lakini neno la Mungu linasema kwamba katikati ya wale wanafunzi alikuwepo
mmoja anawaambia Yesu kwamba nena kaandaeni huko, uende mkaandae. Yuko mmoja mle kashapata nao, tunakachukua pesa katia mfukoni pesa ili amsaliti. Wanaandaa, wanakula Pasaka, lakini yuko mmoja anamsaliti. Na Bwana Yesu, kuna mahali nilikuwa natafuta hapa sijapaona, lakini naona papa anasema mmoja wenu atanisaliti. Yuda anasikia Bwana Yesu amesema maneno magumu, anasema ingemsaidia, yani afadhali huyu mtu angefanyaje, asingefanyaje. Anasema raha ya mtu huyu aliyenijua alafu akanisaliti ni bora asingezaliwa. Maana asingezaliwa yote yale asingemkuta, kwa sababu kwanza hajanijua mimi, hajanitumikia, hajawa mwanafunzi wangu na mambo haya. Kwa vile kasema na wanafunzi, anasema ni heri huyo mwanafunzi asingezaliwa. Bwana Yesu hakumhukumu Yuda, aliendelea kumpa nafasi ya kutubu, kwa sababu isi neno la adhabu ambayo haijakufikia, maana hujamsaliti. Yuda pale alikuwa hajamsaliti Bwana Yesu, maana alikuwa bado hajamsaliti. Pale angesema hivi vipande 30 kumbe si chochote. Kuna adhabu ambayo itakaponikuta ni bora nisingezaliwa. Vipande 30 angevirudisha, Bwana Yesu angemponya, angemsamehe. Situmwangalia habari ya msamaha, Bwana Yesu angegaili ile adhabu. Mpaka sasa hivi Bwana Yesu anaweza kugaili dhambi ambayo unahisi kwamba inakufanya usiweze kushiriki ushirika. Mwambie moyoni mwako, tunapoendelea hivi kuandaa ushirika, mwambie Bwana Yesu, nisamehe Yesu, mimi najua kwamba sijakamilika, nina mapungufu mengi, nimekukosea, naomba unisamehe, niweze kupatana na wewe, nikaribie mezani pako ili tuweze kushiriki pamoja hiyo Pasaka, mwili na damu yako, nipate kupona. Maana lilo kuu, muujiza mkuu unaoweza kunifanyia Yesu ni ule wa kunisamehe dhambi. Katika kupona na kubarikiwa baraka zingine, haya ni ziada, lakini kwa kunisamehe, Bwana Yesu, ninaomba nisamehe niweze kushiriki. Bwana asifiwe. Haya, sasa tuende katika neno la ushirika wetu. Neno la ushirika wetu linapatikana katika waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 11 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu siku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akiisha shukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tuombe. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, ulitoa mkate, ukaubariki, ukaumega, ukawapa wanafunzi wako, ukasema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Na kushukuru kwa kuwa mwili wako hata sasa tunaendelea kuuadhimisha tunaposhiriki fumbo hili la imani katika meza yako ya ushirika mtakatifu. Bwana Yesu, ninaomba tushirikiane na wewe katika meza hii ya ushirika, tuile Pasaka itakayoponya mioyo yetu, nafsi na roho zetu, iweze kutuponya maisha yetu, tuanze upya na wewe Bwana, maana neno lako, maana umekwisha kusema tunaitangaza mauti yako mpaka ujapo, na tendo hili la imani tunaomba litiwe nguvu na uponyaji wako ndani yetu. Utupe kusikia sauti yako na kutembea katika kusudi lako, tukiongozwa na Roho wako Mtakatifu, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, amen. Na vivi hivi baada ya kula, akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila muulapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Tuombe. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu kwa neema ambayo umetupa kuitangaza mauti yako mpaka ujapo. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa mauti yako ni ya amani, ni ya furaha, ni ya matumaini, kwa kuwa Bwana Yesu upo tena kaburini, bali uko mbinguni ukituombea. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kuwa ni fumbo la kuitangaza mauti yako, ni fumbo la matumaini ya kungojea siku utakayorudi.
kuchukua kanisa lako. Tunaliombea Bwana Mungu fumbo hili ya kwamba kusanyiko hili Bwana linapotangaza mauti yako tuweze kushiriki pamoja nawe uzima wa milele katika ufalme usio na mwisho. Na Baba yetu na Mungu wetu, hiyo ndio njaa na kiu tulionayo tunaposhiriki fumbo hili. Ninaomba Bwana, shiriki nasi, jidhihirishe Bwana kwa mwili wako Mungu na damu yako hii ambayo tunakwenda kuinywa na kula mwili wako, ili Baba tupate ujasiri wa kutangaza ndani ya mioyo yetu, katikati ya familia zetu, katika jamii tunayoishi, tunapoingia na kutoka. Baba udhihirike katika matendo hayo imani, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo tunaomba, amen. Basi neno la Mungu linasema basi kila aulaye mkate huu au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu neno lake wala hajasema kwa ugumu sana, maana anasema ukila mwili na damu isivyostahili umejipatia hukumu. Sasa kula na kunywa damu ya Yesu inavyostahili ni vipi? Ni kwa wewe kutubu. Bwana asifiwe. Ndio maana nawaambia kwamba endelea kumwomba toba Bwana Yesu ili uweze kushiriki inavyostahili ukiwa umesamehewa dhambi. Maneno ya Mungu nasema heri asamehewaye dhambi na kusitiriwa makosa yake, maana huyo ana thawabu mbele za Mungu. Basi wakati huu sasa ninaomba jinsi praise mnavyoendelea kumwimbia Mungu, sasa tuweze kuja kushiriki mwili na damu ya Yesu katika ushirika huu mtakatifu. Lewa na kulewa na kulewa
kukombolewa. Mimi mwana wake kweli, kombolewa, kombolewa na kombolewa na damu ya Yesu, mpaka sura ya 18 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Bwana Yesu asema, Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Bwana asifiwe. Bwana Yesu anasema, Baba, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua. Baada ya kukujua, nimewajulisha na hawa wamejua nini? Wamejua kuwa wewe ndiwe uliyenituma. Bwana asifiwe. Wanajua kuwa wewe ndiye uliyenituma, nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Mstari wa kwanza sura ya 18 la Mungu linasema, alipokwisha kusema hayo, Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ng'ambo ya kijito Kidroni, palipokuwapo bustani, akaingia na wanafunzi wake. Bwana Yesu ameingia katika bustani, ametoka kwenye ile ushirika wa meza ya Bwana, akatoka yeye na wanafunzi wake, akenda ng'ambo ya kijito cha Kidroni. Kwa nini? Kwa sababu wale wanafunzi walimsikia akisema, Bwana, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, nikawajulisha na hao. Walipokujua wewe kupitia kwangu, walijua kwamba wewe ndio ulinituma. Bwana asifiwe. Tunashiriki ushirika wa mwili na damu ya Yesu kwa sababu tunajua kwamba Mungu amemtuma Yesu kwetu ili tuwe wanafunzi wake, tutembee pamoja naye katika matendo haya ya imani, tukiongozwa na Roho Mtakatifu, ili kwa njia ya ushirika kama hivi basi tuweze kuingia na yeye tukivuka ng'ambo. Lakini kwa kuwa kusudi la Mungu ilikuwa ni kufika na wana wa Israeli Kanaani, basi hata Musa baada ya kumaliza maisha pale walichukuliwa na Yoshua wakavuka tena mto wa Yordani, kwa sababu kusudi la Mungu ni kuwa wafike hivyo vivuko, vuka na Yesu. Bwana asifiwe. Mwambie Bwana Yesu, ninaomba nitie nguvu nivuke vivuko hivi pamoja na wewe, maana viko vivuko vingi vya majaribu, viko vivuko vingi vya mitihani mingi tu ya maisha ya kukufanya wewe umsahau Yesu, usahau neema ya wokovu na usahau nguvu ya Mungu iliyomo ndani yako, ambayo yenyewe imebeba kusudi la Mungu la kukufikisha wewe ng'ambo kwenye nchi ya ahadi. Hiyo ndio nguvu tulionayo. Bwana asifiwe. Kusudi la Mungu ni kutufikisha kwenye nchi ya ahadi, na sharti ufike. Ataka kuona wewe mwenye matumaini hayo, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Tunatakaswa kwa mwili na damu ya Yesu. Maana Yesu, neno la Mungu linasema
Paulo alipowaambia wanafunzi kwamba wanaume wapendeni wake zenu kama Yesu Kristo naye alivyolipenda kanisa, hata akafa kwa ile, tena analitakasa kwa maji katika neno. Bwana asifiwe. Ukisikia wamevuka bahari ya Shamu, wamevuka nini? Maji. Ukisikia wamevuka mto wa Yordani, wamevuka nini? Maji. Maji ya Bwana Yesu ni neno lake, na neno lake likuvushe, kwa kuwa hayo maji ndiyo yanayokutia nguvu, maana ni neno lake. Basi acha nimshukuru Mungu kwa ajili ya fumbo hili, ili tuweze sasa kusikia matangazo ya kanisa, tuweze kuahirisha kipindi chetu. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya ibada ya leo ya ushirika mtakatifu. Nakushukuru kwa sababu tunaamini hivyo, kama ambavyo Bwana ulimwandaa Elia alipokula mkate na ile nyama ambayo waliletewa na kunguru, akatembea na nguvu hiyo kwa siku 40 ili afike kule ulikomwahidia aende akutane na wale ambao ilikuwa watie mafuta wawe katika nafasi ya utumishi. Tunakuomba Bwana Yesu, tunaposhiriki leo hivi fumbo hili, tutie nguvu tunapoanza maombi ya mapatano kuanzia siku ya kesho, ili tuweze kukamilisha kwa pamoja, tukiwa waaminifu kuja tukiingia na kutoka mahali hapa, tukiendelea kuliita jina lako, wewe uliye Bwana na Mwokozi wetu. Umetujulisha jina lako na umeahidi kwamba utatujulisha tena. Tunaomba tutie nguvu kwa kujua jina lako, tulitaje kila wakati, ili tuweze kuvuka mito na bahari na kila aina ya
Baba wetu ni baraka na ndio nguvu zetu, na kwa Baba Mungu ulikwisha kusema furaha yako ndio nguvu zetu. Tunakushukuru kwa kuwa furaha yako ikutukusanya ili Baba uweze kusema nasi tuweze kusema nawe, ili Baba tuweze kusikizana na wewe Bwana, ili kwamba tupate kutakaswa na kuponywa. Hivyo ndivyo Bwana tumepokea Mungu utakaso na uponyaji kupitia katika ibada hii ya leo, uliotushirikisha mwili na damu yako Bwana Yesu. Sana wakati sasa Mfalme, tunakamilisha kipindi hiki cha ibada hii ambayo Baba ni ibada ya ushindi ya siku ya kwanza ya juma, siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ni siku ya ufufuo, siku ya amani, siku ya uaminifu wako kwa ahadi uliowaambia ulimwengu kwamba unaondoka na utarudi, bado umetuachia Roho Mtakatifu ili aendelee kutukumbusha na kutuonya, kutuongoza na kututia nguvu katika safari hii ya mlima mno. Na wakabidhi watumishi wako na wajakazi wako ambao Baba Mungu amekuwa akiingia na kutoka mahali hapa kila wakati, kila siku. Na sasa Mungu, tazama katika kusanyiko la siku ya leo, Mungu tunaahirisha kipindi hiki. Ninaamini hakika kwamba Bwana kwa jinsi ya mwili tutakuwa tunatawanyika, lakini katika roho tuko pamoja, tumeshikana na tumeshikwa na Roho Mtakatifu anatulisha na kutumisha fungu hili la imani. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru Mungu kwa ajili ya mikono iliyonyooshwa kukutolea sadaka na changizo. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya ushiriki wote kwa waimbaji na watumishi wako ambao Mungu ulitupa kwa neema Mungu kusimama mbele za watakatifu wako, ili Bwana ututumie kwa ajili ya hili ambalo Baba unaendelea kulifanya. Utalifanya ili hata ukamilifu baadaye siku ya Kristo Yesu atakaporudi. Na samani ni hakika ya kwamba kadri tunaendelea kuadhimisha siku ya utukufu wako, siku ambayo Bwana Yesu Kristo unakuja kulinyakua kanisa, ndipo tunapozidi kutiwa nguvu kwa maji katika jina lako, tukitakaswa ili tuweze kuwa safi kwa ajili ya matumaini tuliyonayo ya kuwa tuwe wana wa Mungu, ili ulimwengu upate kujua kwamba Bwana Yesu Kristo alitumwa katika ulimwengu ili kuokoa na kutuweka huru miongoni mwa wale ambao Baba uliokusudia tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tawala nasi sasa Bwana, wako wafanya kazi wanakwenda kwenye kazi zao wabariki, wako wafanya biashara wanakwenda kwenye biashara zao wabariki, wako Bwana wanafunzi wanakwenda katika masomo wabariki, wajasiriamali na wote watakaofanya shughuli mbalimbali zilizo halali hapa, Mungu shike mkono ili wapate kufanikiwa, wakijua kwamba wanatarajia na kutegemea sana hekima yako, ili wafungulie yale ambayo ni mema watakayopata kutoka katika kazi zao, biashara zao na wanayofanya. Mungu wako na Mwokozi wako, tunasema Bwana, tunakabidhi hema hii ambayo tutaendelea kusanyika kwa kesho kwa maombi na maombezi, tukikumbuka wewe uliagiza kwamba tuombe bila kukoma na wakutulia Bwana. Hawa haya katika wana hawatatumia mioyo, bali wataruka juu kama tai. Tutie nguvu ya kuruka juu kama tai katika maombi haya, ili Bwana tuweze kungoja wewe Bwana, maana wewe Bwana utakuja. Mungu wangu na Mwokozi wangu, kulithibitisha neno lako Baba, katika jina la Yesu. Mimi Baba nakushukuru, ninaamini katika yote kwamba watoto wako Mungu wameondoka majumbani na sasa wamekuja hapa, wamerudi majumbani. Mungu mwenye nguvu, wakutana amani yako uliyoiacha, wakutana na baraka zako ulizoiacha, wakutana na furaha yako uliyoiacha, ili kuendelea ili kufurahia Bwana, ujitukuze katika jina la Yesu. Tuseme amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Bwana akubariki ujapo na utokapo, akutendee mema siku zote. Basi tuende na amani Bwana.